Linapokuja kwenye swala la uzazi kwa wanandoa, mara nyingi mwanamke ndio huwa ni mtu wa kwanza kutuhumiwa kukwamisha mchakato wa upatikanaji wa mtoto. Mwanaume huwa ni mtu wa mwisho kunyoshwa kidole katika kusababisha changamoto ya kutokupatikana kwa mtoto. Video ya leo naangazia namna ambavyo mwanaume anaweza kuwa au anaweza kupelekea kutokuweza kupatikana kwa mtoto katika familia, ama jinsi anavyoweza kuathiri utungaji wa mimba kwa mwanamke. Kwa kama uko interested kufahamu namna ambavyo wewe mwanaume unaweza ukakwamisha mchakato wa upatikanaji wa mtoto, basi twende sambamba katika video hii. Kuna vitu kadhaa ambavyo tutaweza kuvielewa ambavyo naamini wengi kwenye ndoa hawafahamu kwamba vitu hivyo ndio vinapelekea mwanamke asiweze kupata mimba ama wao wasiweze kupata mtoto. Mwisho wa siku mwanamke anakaa yeye ndio wa kumaliza ma-specialist kutakadia utafuta suluhisho, na mara nyingi tukiangalia wanawake hao wanakuta wakati mwingine hawana hata shida yoyote, lakini mwanaume huwa hajihisi yeye kama anaweza kana changamoto, hususan anapokuwa na uwezo wa kufanya tendo la ndoa. Maana sisi tunaamini kwamba, au walio wengi wanaume wanaamini kwamba kama mwanaume ana uwezo wa kufanya tendo la ndoa vizuri, kwa hiyo wanaamini kwamba unaweza ukawa na uwezo wa kumbebesha mwanamke mimba, kitu ambacho sio kweli. Unaweza kuwa unafanya tendo lako la ndoa vizuri lakini usiweze kumpatia mwanamke mimba, na hayo tunaangazia katika video hii. Uko nami Emmanuel Mpalie, Kitaalamu Nutrition Specialist. Bila kupoteza muda, twende sambamba mwanzo wa video hii mpaka mwisho wa video hii, tuweze kupeana elimu hii hususan juu ya afya ya uzazi kwa upande wa mwanaume. Ili mimba iweze kutungwa, lazima mwanaume aweze kuchangia mbegu. Lazima utoe mbegu, na ile mbegu huwa ndo inajongea mpaka kwenye eneo la uzazi wa mwanamke, hususan kwenye milija ya mwanamke, ambapo kule inapokutana yai na iko tayari, basi huwa vinaungana pamoja na kuweza kutengenezea mtoto ama kitoto. Katika tafasiri hiyo, mbegu kama haipo, manake hakuna namna ambavyo mwanamke huyu anaweza akapata mimba, vinginevyo kwa muujiza. Lakini katika hali ya kibiolojia ya kawaida, hiyo namna ni haipo. Tunapozungumzia habari za mbegu, huwa tunamaanisha nini? Mbegu za kiume ambazo kwa Kiswahili kingine tunaweza kwamba ni manii. Tunapozungumzia mbegu za mwanaume au manii, tunamaanisha kwamba ni seli ambazo kwa macho wewe huwezi kuziona, ambazo huwa zinazalishwa mara nyingi na korodani za mwanaume. Kwa hiyo zile seli ndio ambazo ni mbegu za kiume, na huwa kwa macho ya kawaida huwezi ukaziona. Vile ambazo unaviona pindi mwanamume anapokuwa amefika mwisho, anapokuwa amefika kileleni, huwa tunaweza kwamba ni shahawa. Kwa hiyo wewe kwa macho unaziona ni shahawa, lakini zile sio mbegu. Ambapo unasema kwamba shahawa ama semen katika lugha ya Kiingereza ama lugha nyingine ya kitaalamu, huwa tunasema kwamba ni kimiminika ambacho kinazalishwa na mwanaume kwa lengo kubwa la kubeba mbegu za mwanaume. Shahawa ile ndo ambayo inakuja kusaidia mbegu za kiume ziweze kupita ama kuishi katika mazingira ya uke wa mwanamke kulingana na chaka jinsi hivyo kama hali ya asidi, na zile ndo zinasababisha zile mbegu ziweze kwenda mpaka kwenye mji wa uzazi wa mwanamke, kwenda mpaka sehemu ambapo mimba huwa inatungiwa, ambapo huko ndo ambapo mbegu inakutana na yai la mwanamke, vinaungana pamoja, vinatuletea kitoto. Katika tafasiri hiyo, semen hii ama shahawa hizi zinasaidia vipi kuishi kwa mbegu ya mwanaume hii ambayo inakuwa imeenda kwenye uke wa mwanamke? Ufahamu kwamba mara nyingi mwanaume unapotoa zile shahawa ambazo zinakuwa zimeambatana pamoja na mbegu, mara nyingi zile mbegu huwa mwili wa mwanamke unaziangalia kama kitu ambacho sio asilia ya mwili. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kinga huwa zinachachamana kutaka kuzishambulia zile mbegu, ila kwa sababu ya uwepo wa zile shahawa ama zile semen, huwa zinakuwa na vitu ambavyo vinasaidia kuijulisha ile kinga kwamba hapana, hii mbegu sio adui, ila bali ni kitu rafiki, na kuzituliza zile kinga.
na hivyo kuwezesha zile mbegu kuishi na kwenda sehemu ambapo nataka ziende. Lakini pia ile semen huwa inafanya kazi ya kupunguza ule hali ya asidi ama kutengeneza mazingira rafiki kwenye uke wa mwanamke, ambayo ile inafanya zile mbegu ziweze kuishi. Sasa unaweza ukaona namna ambavyo mbegu pamoja na shahawa hizi ambayo tunazika ni semen, jinsi ambavyo vinafanya kazi kwa pamoja, kwa maana kwamba kila kitu kinakuwa na kazi yake na umuhimu wake. Sasa katika masuala ya kawaida, masuala ya uzazi, hususan kwa wanandoa ambao wanahangaika kutafuta mtoto, hapa kuna kipengele ambacho kinakuja kulingana na uelewa wa wanandoa wenyewe. Kwa mfano, kama nilivyosema awali, mwanaume anapoona kwamba anaweza kufanya tendo la ndoa vizuri, yeye anahisi kwamba nilijali, kwa maana kwamba anaweza akambebesha mwanamke mimba, kitu ambacho sio kweli. Na kuna wakati ukimwambia kwamba yamkini wewe huna mbegu, anaanza kukwambia hapana, mbona mimi nikifika kileleni natoa shahawa za kutosha. Sasa yeye anadhani zile shahawa ndo mbegu, kitu ambacho sio kweli pia. Unaweza ukatoa shahawa lakini sisiwe na mbegu. Hicho kitu kinawezekana. Yaani kitu ambacho tunataka kufahamu, ambapo manake hali hiyo tunaita kwamba ni azoospermia. Kwa hiyo azoospermia ni hali ambayo inatokea ambapo mwanaume ana uwezo wa kuzalisha shahawa tu peke yake, lakini mbegu hana uwezo wa kuzalisha, au yamkini anazalisha lakini zile mbegu kwa bahati mbaya eza ile milija ya kwenye korodani huko ni imeziba, kwa kiasi kama mbegu haziwezi kuja. Kwa mwisho wa siku unapokuwa umefikia kileleni, umetoa zile shahawa, zinakuja shahawa kama shahawa ambazo zinakuwa hazijambatana na mbegu. Kwa hiyo unaweza kuwa unajiona kwamba niko vizuri, kumbe hapana. Kumbe kule kwenye shahawa ni hakuna mbegu. Kwa hiyo ni kwamba wewe unakuwa tayari na tatizo la azoospermia, ambako kwa haraka ni kwamba wewe kwa namna yoyote huwezi kwa mbebesha mwanamke mimba. Sasa usipoweza kutambua hili, unaweza kusema kwamba mimi sina shida yoyote, mke wangu ndo ana shida. Kumbe hapana, wewe ndo una shida, mkeo ni hana shida. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza. Lakini pia unapokuwa umefika kileleni, unaweza kawa kuna kitu tunaita kwamba ni retrograde ejaculation, ambapo ni hali ambayo inatokea mwanaume anazalisha mbegu lakini hazalishi shahawa. Hiyo hali inawezekana kabisa, mbegu nazo lakini shahawa ni hauna. Ifahamike tu tangu awali nimesema shahawa ile inasaidia kutengeneza mazingira rafiki ya mbegu kuweza kuishi, hususan kwenye uke wa mwanamke. Kwa sababu hali ya mazingira kwenye uke wa mwanamke almost ni kama acidic environment. Ni mazingira ambayo yana hali ya asidi, kiasi kwamba ukiangalia ile semen ama ile shahawa ina hali ya alkaline, kwa maana kwamba mbegu katika mazingira ya asidi haiwezi kuishi. Haiwezi kuishi katika mazingira ya asidi. Kwa hiyo ile shahawa inasaidia kutengeneza mazingira rafiki kwa ajili ya mbegu yako kuweza kuishi. Fikiria unatoa mbegu alafu ile shahawa huzalishi. Kwa automatically wewe baada ya kumbebesha mimba mwanamke hutaweza, kwa sababu ile mbegu haiwezi kuhimili ile hali ya mazingira ya ukeni. Kunakuwa ni changamoto hapo. Wakati huo ufahamu kwamba shahawa zile zinakuja kusaidia pia katika kuhakikisha kwamba zile kinga ya mwili wako ni kwamba haiwezi kushambulia zile mbegu zako za kiume. Kwa hiyo maana kwamba haiwezi kushambuliwa, ile mbegu yako haiwezi kushambuliwa kama kitu adui. Ni kazi ya semen. Sasa fikiria kwamba ile semen ama zile shahawa wewe uzalishi, unadhani kwamba utaweza kumbebesha mwanamke mimba? Jibu linakuja ni hapana. Hiyo ni kitu cha pili ambacho utakao ukifahamu wewe. Kwa hiyo unaweza kuwa unazalisha mbegu lakini huna shahawa ambazo zinasaidia katika kwamba ile mbegu nayo iweze kuishi mazingira na iweze kufika eneo husika. Fahamu kitu hiki kingine. Kuna watu ambao au wanaume ambao wanazalisha shahawa na wanazalisha mbegu, lakini sasa mbegu ni chache. Tunahitaji mbegu za kutosha ili kusudi tuweze kupata mbegu ambayo ni sahihi, ambayo itaweza kufika eneo husika na kuweza kuwezesha swala la utungaji wa mimba. Inapotokea mbegu ziko chini, maana kwamba wewe mwanamume unazalisha mbegu chache, kunawezekana pia usiwezi kumpatia mwanamke ujauzito. Sasa utajuaje kama unazalisha mbegu za kutosha?
Namna sahihi ya kujua kama unazalisha mbegu za kutosha si kwa kutazama kwa macho, ila bali ni kwa kufanya uchanganuzi wa ile shahawa yako ambayo nakuwa umezalisha, ambayo hiyo inafanyika maabara. Ni lazima tufanye semen analysis. Ni kwa kupitia semen analysis, njia hiyo ambayo watu wa maabara wanafanya vizuri, wanaweza kutuambia kwamba huyu mwanaume ni kwamba ni hana shida, kwa maana kwamba ni anazalisha mbegu kiwango sahihi na shahawa kiwango sahihi, na muundo ama muonekano ama shepu ya mbegu ziko sahihi, na mjongo wake uko sahihi. Ni kwa kutumia semen analysis. Nje na hapo inaweza ikawa ni ngumu sana kumbaini, hususan kwa kutumia uelewa wetu wa kawaida tu, kwamba bana, mimi nikishana kwamba nimefika kileleni na huwa natoa shahawa za kutosha. Unaweza kutoa shahawa za kutosha kama tulivyoona tangu mwanzo, na ukawa bado huna mbegu, ama una mbegu lakini zile mbegu zikawa na hitilafu, hizo hazina mikia ama vichwa hazina, ama yani zinakuwa zina changamoto kadha wa kadha. Kwa hiyo sasa kutambua kwamba wewe uko sahihi mwanaume, hususan na kwa uko na mwenzako na mnapambana kupata mtoto, ni lazima wakati mwanamke anapambana huku na huku kuangalia kama na changamoto yote ya uzazi, ni lazima pia mwanaume nao pia uwe tayari kuweza kufanya semen analysis ama uchambuzi wa shahawa zako, tuona kwamba kama zina kiwango sahihi cha mbegu, na zile mbegu je, zina afya ama hazina afya. Leo nilihitaji kufahamisha masuala haya machache juu ya matatizo ya uzazi, hususan kwa wale wanandoa ambao wanatamani kupata mtoto. Ulikuwa na Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.